Iqra FM. Siku ya Jumatano palitokea sintofahamu kwetu sisi kama viongozi. Tuliona greda linafanya usafi hapa bila sisi kuwa na taarifa. Kwa hiyo Waislamu wakapata mshtuko, mtaka kujua mnafanya nini viongozi, mnafanya kitu gani hapo, mbona tujulishi kuna makaburi yetu hapo mengine hivi. Kwa hiyo viongozi, mwenyekiti wetu akatoka kuja haraka sana na wajumbe kama watatu kuja kuangalia kinachoendelea. Wakakuta yule mwekezaji yuko hapa, wakafanya msafara moja kwa moja kwenda TANROADS ili kupata usuluhu wa mambo haya. Na mimi nikapigiwa simu, nilikuwa Kapiponti kazini, nikaja pale ofisini. Mazungumzo yalivyoenda ni kwamba eneo hili ni eneo la road reserve la serikali. Kwa hiyo mtu yoyote anaweza kaiwekeza. Kwa hiyo huyu bwana mwekezaji ameomba kihalali na amekubaliwa na serikali kufanya kazi hiyo ya kuweka mizani. Kwa hiyo sisi tukasema pamoja na kwamba ni road reserve na mtu yote anaweza kuwekeza, na sisi pale huwa tuna parking kwa ajili ya watu, amefariki mtu, watu wanakuja na magari yao, especially viongozi wa dini au watu mashuhuri, panakuwa hapatoshi. Inakuwaje? Wakatuambia kwamba pale huyu mwekezaji atatengeneza vizuri, nafasi yake ataweka ya mizani na nyinyi mtabakiwa sehemu ya parking. Tukasema sasa kama ni hivyo, tunaomba barua ya kututhibitishia hayo maelezo ili sisi tuwafikishie Waislamu misikiti 16. Sisi ni wasimamizi tu, wenye mamlaka ya kujua kinachoendelea, ambao wanatusumbua sasa hivi ni Waislamu. Mheshimiwa engineer akasema hili jambo tulikuwa tumeghafilika na sasa hivi tunaitengeneza, kwa hiyo barua itapatikana. Barua kwa kufupi haikupatikana. Wewe nimekuelewa. Haya, meneja wa TANROADS. Eneo la kufanyia shughuli zake za kibiashara ndani ya road reserve ni kawaida, ni utaratibu wa serikali kwa sasa hivi kutoa vibali kwa ajili ya kuendesha shughuli binafsi pale mahali ambapo tunaona panafaa, ili aweze kuchangia mfuko wa barabara katika matengenezo yetu ya barabara. Kwa leo mwekezaji aliomba tarehe 20 mwezi wa kwanza na tarehe 22 tukampa, baada ya kufanya ukaguzi na kujiridhisha, tukasema sasa aweze kuanza ndani ya road reserve. Na eneo alilopewa ni eneo kutoka bango lile pale mpaka gari liko pale, ndio eneo la hifadhi ya barabara. Na kweli kama alivyoeleza mwenzetu ni kwamba Jumatano alileta greda na akapiga, na au wenzetu walifika ofisini. Kwa leo mimi nilipata taharuki hiyo. Anataka kufanya shughuli gani? Anataka kuweka mzani wa kupima magari ule mdogo kwa ajili ya kujiridhisha kabla watu wajaenda kupima kule Usagara. Wale wanaobeba mizigo hapa mjini kabla hawajatoka nje, ili wasifike mzani kule wakajikuta kwamba analipa shilingi ngapi kwa mwezi? Charges zake kwa mwezi, kwa mwaka kwa mwaka ilikuwa ni milioni 3. Nzuri kufanyikia hapa. Iangalia tu magari. Alafu milioni 3 kwa mwaka. Hata Waislamu ukiwaambia wawe wanatoa milioni 3 kwa mwaka eneo hili liwe parking, wanaweza. Kwa sababu kama nia ni kuleta mapato, huna haja ya mtu mpya, hao ambao tayari walishajenga hapa. Lakini wewe imagine hapa ikitokea kuna msiba mkubwa na lazima tuingie humu ndani, magari yatapaki wapi? Mimi kama mkuu wa mkoa, hiyo project nimeisuspend kabisa, haipo hapa. Ninachoelekeza TANROADS hapa, tuongeze vivuko kwa ajili ya watu kuingia makaburini. Lakini pia maeneo ya namna hii sio lazima, mnaweza hata na nyinyi Waislamu mkaweka ukingo mzuri, mkaweka na garden kuzunguka hii fence yenu, ikawa ni sehemu pia ya utalii hata kama ni makaburini. Kwa hiyo meneja wa TANROADS hapa, wala tusitumie muda mrefu. Logically project hii italeta msongamano. Sasa hivi unaona wakati nakuja hapa nimetumia lisali moja kunasua foleni pale. Kwa hiyo hata hiyo kitu ya kuja kupima magari hapa italeta msongamano, kwa sababu barabara yenyewe kwa sasa haitoshelezi. Hayo magari yasimame kusubiri mzani kupima, tutamtafutia. Uwekezaji ni kitu kizuri, tunakipenda. Mimi na wewe meneja tutamtafutia eneo sahihi la uwekezaji wa aina